Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha mwanadamu ni neema ya kumfanya kuwa ni Muislamu. Wewe ambaye Allah tabaraka wa ta'ala amekuchagua katika wanadamu kuwa ni mmoja kati ya watu ambao ni Waislamu, fahamu ni neema kubwa ambayo watu wengi leo katika dunia wameikosa. Neema hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo ndiyo tunakamilisha al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nakamilisha dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na natimiza neema yangu kwenu nyinyi, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwamba Uislamu uwe dini yenu. Baada ya neema ya Uislamu, neema kubwa ni neema ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala kumwafikisha kwamba yeye ni miongoni mwa watu ambao wanaifahamu dini sawasawa, alfahamu sahihi lidini llahi subhanahu wa ta'ala walmaqsad alhasan. Ikawa Muislamu baada ya kujaliwa kuwa ni Muislamu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwafikisha akawa ni mtu ambaye anaifahamu dini kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akawa Uislamu wake, ibada zake anazofanya, mafundisho yake ya dini ni yale ambayo aliyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika neema hii watu wengi sana wameikosa kwa sababu ya kuhalifu ule mwenendo ambao aliopelekeza na kufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, haiwezekani Muislamu akawa anafuata Uislamu kwa sawasawa, ule Uislamu ambao aliofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akiwa yuko nje katika kufuata tariqa salafi min as-sahabati wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm. Haiwezekani Muislamu yoyote aseme kwamba yeye atakuwa anaujua Uislamu sawasawa, akawa yeye ibada zake anafanya tofauti na vile ambavyo walipofanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipofanya tabiina na wale ambao waliofuata kwa wema mpaka siku ya Kiyama. Njia hii ndugu yangu Muislamu ndiyo tariqa salafi, ndiyo njia ya wema waliotangulia, ambayo mmoja katika wanachuoni wa Kiislamu anaitwa Imam As-Sifari anasema rahmatullahi alayhi, al-muradu min manhaj as-salafi ma kana alayhi as-sahaba al-kiram ridwanullahi alayhim wa ayat at-tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa a'immatu ad-din alladhina shahidu lahum bil imama. Wanachuoni huyu Allah amrehemu As-Sifarani anasema kwamba muradi wa kufuata madhehebu ya salafi maana yake ni Muislamu kufuata mwenendo ambao waliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika masahaba wa tabi'in na wale wote ambao waliofuata katika wanachuoni wa Kiislamu walioshuhudiwa katika wema na uimamu katika dini. Kwa maana Muislamu ili ufuate Uislamu wako sawasawa, lazima kipimo chako wewe ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale tabiina waliokuja baadaye ambao wanafunzi wa masahaba, na wale wanawachuoni maudhul kalimam Shafi'i wa Imam Abi Hanifa wa Malik wa Ahmad wa ghayrihim min a'immati muslimin. Ikiwa wewe Muislamu dini yako iko nje ya hawa, hiyo sio dini ya sawasawa. Haiwezekani wewe leo hii wewe unaijua dini, wewe unaujua Uislamu tofauti na Uislamu ambao alikuwa nao Abu Bakr na Umar, Uislamu aliokuwa nao Abdullah bin Mas'ud, Uislamu aliokuwa nao Imam Shafi'i, Uislamu aliokuwa nao Abu Hanifa na wengine katika wanachuoni. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, neema kubwa baada ya neema ya Uislamu ni neema ya kuifahamu dini kwa namna ambavyo waliifahamu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu yangu Muislamu, pengine Muislamu anaweza kujiuliza, limadha
sababu kubwa ambayo yakuhii makundi haya ni kwa sababu ya kuharifu ile dini na mfumo wa kufahamu dini ambao walikuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ni watu wakati wao wanaakili sana kwa shida masahaba, wao wanamuoni mbali kwa shida masahaba, fadhalika wao wanakifira kwa namna hiyo. Ndipo yakadhihiri makundi katika ulimwengu wa Kiislamu, yakadhihiri mabawao, yakadhihiri mahawarij, wakadhihiri mashia, wakadhihiri sufia na makundi mengine. Bali wale mahawarij ambao yakuluna almuslimin wakawa wanaambia masahaba hum rijalun wa nahnu rijal, wanaambia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi hatuwezi kuchukua dini kwenu nyinyi, nyinyi ni wanamume na sisi ni wanamume. Fabidhalika dhallat hadhihi alfirqa. Kadhalika hii makundi mengi, na leo katika ulimwengu wa Kiislamu yako makundi katika yanasibisha na Uislamu. Ukichukua zile fikra zao, itikadi zao, ukizipima katika mizani ya sawasawa, mizani ya Qur'ani, mizani ya Sunna, makundi haya kuja. Ajabu ni kwamba kila kundi katika haya makundi yote linadai kwamba linafuata Qur'ani na Sunna, lakini tofauti ni wapi? Halisemi kwamba linafuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, jambo la kufanya ufahamu wa masahaba, ufahamu wa tabiina si jambo la hiari. Kama wewe unataka salama ya dini yako, unataka usalimike katika dini yako, umwabudu Mola wako vizuri, hakikisha unafuata njia ya wao. Allah tabaraka wa taala anasema katika sura At-Tauba aya 100, wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina tabauhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Allah tabaraka wa taala katika hii aya anasema wasabiquna al-awwaluna, na wale waliotangulia, yani katika masahaba min al-muhajirin wal-ansar walladhina tabauhum bi-ihsan, na wale waliofuata kwa wema. Wewe kama utakuwa ni mcha Mungu wa sawa, hakuna ucha Mungu nje ya njia ya masahaba, hakuna ucha Mungu wala uwilaya wala kuwa wali nje ya kufuata yani mafundisho ya masahaba. Walladhina tabauhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Insha Allah tabaraka wa taala anasema dhalika al-fawz al-'azim. Wewe Muislamu kama utakufaulu katika dunia, katika akhera, jilazimishe kufuata njia ya masahaba. Ibada yako yote unayoifanya, angalia masahaba walifanya, tabiina ambao ni wanafunzi wa masahaba walifanya, isije kama unajichosha bure. Siku ya Kiyama ukaenda ukaingia katika wale watu ambao kul hal unabbiukum al-akhsarina a'mala alladhina dhallamu fil hayati dunya wa hum yahsibuna annahum, yani Allah tabaraka wa taala eleza kwamba kuna watu katika maisha ya dunia wanadai kwamba wao wanatengeneza, lakini wanaharibu kwa sababu hawakufuata mwenendo wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika aya nyingine Allah tabaraka wa taala katika aya ya sura An-Nisa aya 115 Allah tabaraka wa taala akasema wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah tabaraka wa taala anasema, na mtu yoyote ambaye atakayemkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kubainikiwa na haki kwamba hii ndio haki, wayattabi ghaira sabili al-mu'minin, kisha akafuata njia isiyokuwa ya waumini, Allah tabaraka wa taala akaweka jambo sharti, nuwallihi ma tawalla, tumpeleka kule ambapo yeye anataka, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, na tumuingiza katika moto wa jahannam, na ni sehemu mbaya ambayo ya kufikia mwanadamu. Aya hii ndugu zangu Waislamu, sabili mu'minina hapa ukienda katika tafsiri zote za wanazuoni wa tafsiri wanasema makusudio yake ni masahaba kwanza, kisha wanaingia wengine. Ili uingie sabili mu'minina lazima upate mwenendo wa masahaba, na ndio maana wanazuoni wa usul, ukirejea vitabu vya usul
awwal man istadalla bihadhihi al-aya al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Mtu wa kwanza kutolea ushahidi kwamba ijmaa hujjatun ni Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, kama ilivyokuja katika kitabu chake Ar-Risala. Kuna kisa kizuri. Siku moja alikwenda mmoja katika Arabi kwenda kwa Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Alipofika akamuuliza, ya Imam, ai hujjatun fi kitabillah, ni ipi hoja katika kitabu cha Allah? Imam Shafi'i akamwambia al-Qur'an was-sunna wal-ijma'. Akamuuliza dalili ya kupiga ijma' ni ipi? Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi akanyamaza. Aliponyamaza kimya, yule Arabi akaambia, ajaltuka thalatha ayyam, inakupa siku tatu utafute dalili katika Qur'ani ambayo inaonyesha kwamba ijma' ni hoja. Yule Arabi mukatala akaondoka zake, akakaa. Baada ya siku tatu akaja, fanaka albab, akagonga mlango, akasema hajati hajati hajati, haja yangu haja yangu haja yangu. Faqala Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, a'udhu billahi minash shaitani rajim, kisha akasema, wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin yuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wal ijma'u hujja. Wale watu wote wa usul wanakubaliana wa kwanza kutolea hoja ya ijma' aya hii Imam Shafi'i. Huwezi wa Muislamu ukawa na manhaji yako, una utaratibu wako tofauti na utaratibu wa masahaba, alafu utarajia uweze kufuzu katika maisha hii. Haiwezekani. Ukitaka ufaulu, ukitaka ufuzu, ni lazima ufuate utaratibu ambao waliokuwa nao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika nyingine Allah tabaraka wa taala akasema, kuntum ghayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Aya hii kuna watu wanaisoma lakini hawaelewi kile kinachozungumzwa. Unaweza kuisoma aya lakini aya yenyewe huelewi. Kuntum ghayra ummatin, nyinyi masahaba mmeweza kumekuwa umma bora. Yaani kama niingiza wewe kuchanika, wa kwanza wanaingia ni masahaba wa Mtume. Kuntum antum khitabu lis-sahaba, kuntum ghayra ummati, nyinyi masahaba mmekuwa ni umma bora. Kwa sababu gani? Umma ambao ukhrijat lin-nas, umetolewa kwa watu. Allah tabaraka wa taala akasema, ta'muruna bil ma'ruf, kwanza mnaamrishana mema, wa tanhauna 'anil munkar, na mnakataza mabaya, wa tu'minuna billah, na mnamwamini Allah. Isiye kalenda mbili umekaa huko unaisoma hii aya alafu unajiwaza. Kuna watu aya hizi wanasoma lakini makusudio ni nini? Ili uwe bora kaidia kufuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Manhaji yako ukiwa unafanya dhikri, sijui ya mlaili, maisha yako yote hakikisha unafuata ule utaratibu ambao waliokuwa nao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, watu bora ni karne yangu mimi, kisha utakofuata, kisha itakofuata. Ubora wa hapa, ubora wa ucha Mungu, hakuna mtu yoyote atajifanya yeye ni mcha Mungu na masahaba, hayupo. Ukitaka ucha Mungu, fuata tarika ya sahaba, tarika ya sahaba, tarika ya tabi'in, al-khairiyya fi al-iman, al-khairiyya fi al-taqwa, al-khairiyya fi al-ilm, al-khairiyya fi al-fahm. Tarika as-salafi a'lam wa ahkam wa aslam. Makundi yote ndio yanadhihiri katika umma kwa sababu wameacha ule utaratibu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewekea. Na ndio maana katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alikuwa anaelezea kwamba baada ya kuondoka yeye, mwisho wa dunia huko utadhihiri makundi mengi, lakini Muislamu atasalimika vipi? Muislamu atasalimika yeye akijisaliana na tarika ya sahaba wa tabi'in wa man tabi'ahum. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittarafat al-yahud ala 71 firqa wa ittarafat an-nasara ala 72 firqa wa satafariqu hadhihi al-umma ala 73
kisa ambacho nikitaja mmoja katika wanachuoni wa Kiislamu al-Imam As-Sanani katika musannaf yake, kisa cha zama za Abdullah bin Mas'ud. Kuna watu walikusanyika msikitini, grupu pale linasema namtaja Allah, kuna kiongozi wao anasema bismillah, huku anasema kuna kiongozi wao anasema Allahu akbar, Allahu akbar, yaani ile grupu msikitini. Ile hali aliyoiona Abu Musa al-Ash'ari akataka kwenda kutaka fatwa, yaani hali, lakini kuna hali mimi ambaye ni Abdullah ibn Mas'ud akaenda nyumbani kwake kwenda kumwambia, bwana, niona msikitini kule kuna jambo halipo sawa. Umeona kitu gani? Akasema nimekuta watu wamekaa harakati, wamekaa makundi, kila mmoja kiongozi wao, kiongozi akiwaamrisha fanyeni hivi wafanye hivi. Akasema wewe waambiaje? Akasema mimi sijaambia kitu, Biblia ya kweli. Abdullah bin Mas'ud akaenda mpaka msikiti wa Mtume Masjid Nabawi. Kufika auliza, nyinyi mfanyaje hapa? Wale jamaa akasema, ya Aba Abdurrahman, wallahi ma aradna illa alkhair. Sisi mtizibao hapa sasa tunamshukuru Allah. Nikahawa sisi tunataka heri. Lile jibu ambalo alitoa Abdullah bin Mas'ud kuambia hawa watu ndio jawabu ambalo Muislamu atakiwa amwambie mtu yoyote ambaye anayeharifu utaratibu ambao walikuwa nao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule Abdullah bin Mas'ud akamwambia, wa kam min muridi lilkhairi la yasilu ilayhi, watu wangapi wanatafuta khairi lakini hawaifikii. Yani wewe ukitaka uwe mcha Mungu, ukitaka uingie firdausi nuzula, uepushe na adhabu za kaburi, uepushe na adhabu za siku ya kiyama, ni wewe kufuata utaratibu ambao masahaba alikuwa nao. Hakuna la kwako wewe. Yani haiwezekani leo wewe kuna ibada unaijua, Abu Bakar na Umar haijui, Uthmani haijui, Imam Shafi haijui, Abu Hanifa haijui, waijua wewe. Haiwezekani. Akaamrisha wale watu watolewe msikitini, wanazusha. Akitaka kawaambia, nguo ya Mtume bado haijakauka ile pale, haijaliwa hata na mtu. Mwanzisha mambo gani haya? Kwa hivyo mtu asije akasema mimi nafanya kwa sababu ya nitaipa kwa nia yangu. Nia iwepo, lakini lazima mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yawepo. Mmoja katika wanachuoni wa Kiislamu anaitwa al-Imam Ibn Rajab. Al-Imam Ibn Rajab, mmoja katika wanachuoni wa Kiislamu, alifariki mwaka 795. Alipokuwa anazungumzia fadhila za elimu ya masahaba, akasema ya elimu ya manufaa ni ipi? Akasema dhabtul nusus al-kitabi was sunna, ni kudhibiti Qur'ani na Sunna sawa bil ma'thuri ya sahaba, kwa ule kufuata zile mafundisho yaliyotoka kwa masahaba wa tabiina, na wale ambao waliofuata wa tabiini, na wale waliofuatia kwa wema, fi maani al-Qur'ani, katika maana za Qur'ani, wal hadith, na hadith, wa fi ma warada anhum min al-halal wal haram, na yale yaliyokuja kwa wao kutoka katika mambo ya halali na haramu. Yani ukisikia vile haya au usikia walladhina utul ilma darajati, usifikiri falsafa, umehifadhi mafalsafa yako huko useme ni elimu. Sio elimu hiyo. Elimu ni wewe kushikamana na Qur'ani na Sunna, na ndio maana Imam Ahmad katika hadithi zake anasema dini Muhammad bin Abbas nima al-maqiya bil fata athar la takibanna an al-hadith wa hadith farrai bayn wa al-hadith nahar wa rubbama jahila al-fata athawla والشمس باردة لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم وهو